Hebu mpe tena Yesu makofi mazuri na kelele za shangwe. Mungu mkuu anayetutendea mema, mshangilie tena na tena na tena. Tunamshukuru Mungu sana vile ambavyo amekuwa mwema na mwaminifu kwetu, na kipekee kabisa tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya madhabahu hii ya NYTV. Leo tukiwa tunatokea hapa CIT Bunju Kinondo, Dar es Salaam. Kwa hiyo mahali popote ambako tunakwenda kusikia wakati huu ujumbe wa neno la Mungu, tunakukaribisha pia mahali hapa ambako ni mahali pazuri sana, ambako kunahubiriwa neno la kweli lisilogoshiwa. Kwa mahali kokote ulipo, kama uko jiji la Dar es Salaam na mahali pengine popote unapotamani kufika mahali hapa, panafikika kirahisi kabisa. Kinondo, Dar es Salaam ni karibu na Bunju, lakini pia ni karibu na Madale. Basi wakati huu naomba tutakwenda kusoma maneno ya Mungu, halafu ili tuweze kuendelea na ule ujumbe ambao tunakwenda kusikia asubuhi kuelekea mchana wa leo. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Waamuzi. Katika kitabu cha Waamuzi na ile sura ya 11. Waamuzi sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Kitabu cha Waamuzi sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 11, lakini pia tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 50 na mstari ule wa 20. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kitabu cha Waamuzi sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yanasema basi huyo Yefta Mgiliadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa, wakamtoa Yefta. Wakamtoa nani? Kwenye Biblia ya Kiswahili cha kisasa au neno anasema wakamfukuza. Anasema na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe u mwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu mabaradhuri waliokwenda na kutangamana na Yefta wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu, ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwani kunijia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kukuelekea wewe tena, ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, nawe utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi. Basi Yefta akawaambia wazee wa Gileadi kwamba, mwanirejeza kwetu tena ili kupigana na Waamoni, naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, yeye Bwana atakuwa shahidi kati yetu,
hakika yetu tutafanya sawasawa na neno lako. Ndipo Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, na hao watu wakamfanya awe kichwa, yani awe kiongozi, anasema tena mkuu juu yao. Na Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana huko Mispa. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini Mwanzo, kitabu cha Mwanzo na ile sura ya 20, sura ya 50 mstari wa 20. Mwanzo 50:20. Kama kuna mtu umepata, unaweza ukanisomea kwa sauti nzuri hapo. Mstari mmoja tu huo wa 20. Soma katika jina la Bwana Yesu. Amina. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili litokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakubariki tena kwa ajili ya wasahu mzuri. Watoto wako tuko tena mbele zako ili kusikia kutoka kwako. Nami ninajiachilia mikononi mwako, unitumie tena kama chombo chako. Maana neno lako Bwana linaponenwa, walioinama mioyo wanainuka tena. Neno lako linaponenwa, wenye magonjwa wanapona. Neno lako linaponenwa, wenye majeraha katika roho zao Bwana wanagangwa na kuinuliwa tena. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninasimama tena Bwana wakati huu ya kwamba ninakwenda kulinena neno lako lenye uzima. Wowote walioingia mahali hapa wakiwa hawana mwelekeo, ukaseme na maisha yao tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, nimeomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kama unaandika, ninao ujumbe unaosema yupo Mungu anayegeuza mabaya kuwa mema. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Nataka nizungumze kwa habari ya ujumbe unaosema yuko Mungu anayeweza kugeuza mabaya yakawa mema. Jamani, Bwana asifiwe. Na ninapokwenda kuzungumza ujumbe huu, natamani niseme na mtu ambaye yamkini huko mahali ambako moyo wako umeumizwa, umekabiliana na mambo ambayo unajisikia vibaya kama mwanadamu, lakini niko hapa kukuambia yuko Mungu anayebadilisha mambo mabaya yakaweza kuwa mema. Tunamtumikia Mungu ambaye anaweza kubadilisha misiba ikawa mahali pa furaha. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Tunaishi katika dunia ambayo imejaa mambo mengi yanayogusa hisia zetu, na wakati mwingine na hata kuumiza mioyo yetu, kwa sababu tuko duniani na tunapitia mambo mbalimbali. Wakati mwingine watu waliokuwa karibu yako ambao ulitaraji wakutie moyo wanaweza kukudharau, wanaweza kukuchukia, wanaweza kukudhihaki na kufanya mambo yanayofanana na hayo. Lakini ashukuriwe Mungu, yeye analo neno lake na habari njema ya kwamba pamoja na mambo hayo yote tunamtumikia Mungu anayeweza kugeuza mambo mabaya. Katika hayo mabaya, mkono wake ukiwepo, anabadilisha na kuwa mema. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri na vigelegele. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwenye hiki kitabu cha Mwanzo tumesoma habari, huyu ni Yusufu na ni sura ya mwisho. Unajua, watu wengi tunajua habari ya Yusufu, vile ambavyo alipitia mambo kadha wa kadha, vita iliyoanzia kwenye familia kwa ndugu zake kwa ajili ya ule ukuu ambao aliuona Mungu ambako atampeleka. Lakini baada ya hilo tangazo likazua vita vikubwa sana, ikamgharimu Yusufu, ikamfanya Yusufu asalitiwe na ndugu zake, ikamfanya Yusufu atupwe shimoni na ndugu zake, ikampelekea Yusufu auzwe utumwani, na mwisho wa siku akasingiziwa na kujikuta gerezani. Lakini pamoja na mabaya hayo yote, alitokea gerezani kwenda ikulu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Unaposoma
maandiko kwenye Biblia ya neno au ya Kiswahili cha kisasa, hiyo Mwanzo 50:20 anasema ninyi mlikusudia kunidhuru. Biblia kawaida imetumia neno mabaya, lakini ya neno inasema ninyi mlikusudia kunidhuru, lakini Mungu alikusudia mema. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikuambie, kuna wakati mwingine unaweza ukawa unafanya kazi ofisini, lakini baadhi ya wafanyakazi wengine wana mipango ya kukudhuru, ya kukuharibia kazi. Unaweza ukawepo hata kwenye huduma na watumishi wengine wa Mungu ambao uliwategemea wakawa na mipango mibaya juu yako. Lakini ashukuriwe Mungu, wakati wanadamu wanapanga mipango mibaya, yuko Mungu ambaye huwa anageuza mabaya kuwa mema. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Anasema ninyi mlikusudia kunidhuru, lakini Mungu aligeuza. Anazungumza akiwa sura ya 50, pamoja na hayo mapito yote ambayo ndugu zake walimchukia, wakamuita na majina mabaya, wakafanya walioyafanya yote, wakijua wamemaliza hatima yao, lakini kumbe ni kama walikuwa wanamsindikiza kwenye safari ambayo Mungu ameikusudia. Maana yake hakuna mwanadamu anaweza akaharibu kusudi la Mungu aliye hai alilolikusudia kwa watu wake. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa nizungumze kidogo kwa habari ya Yusufu, na ambayo nimekugusia hiyo historia. Kwanza, hili jina Yusufu maana ya hili jina Yusufu maana yake Mungu ataongeza au Bwana ataongeza, na linapatikana kwenye ile Mwanzo 30:20. Ukisoma pale utaona Raheli maneno aliyoyasema baada ya kumzaa Yusufu, akamtaka Bwana amuongezee na wana wengine. Maana tafsiri ya hili jina Bwana ataongeza. Jamani, Bwana asifiwe. Nimemuomba Bwana na kukuombea na wewe Bwana akuongeze. Mahali kokote ambako una safari na unatamani kufika mbali, Bwana akuongeze na kukuzidisha na kukutendea mema, hata kama umekabiliana na vikwazo vya namna gani, kama huyu Yusufu ambaye aliyapitia, na pamoja na vikwazo na mambo yote aliyokabiliana nayo, lakini alifika mahali pa kufika kwenye hatima iliyo bora, kama Mungu alivyomwambia, hatima zetu zitakuwa salama mikononi mwa Bwana. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na nataka nikuambie, katikati ya mapito na mateso, Mungu huwa anaandika historia mpya. Katikati ya mapito na mateso, wakati mwingine hayo mapito na mateso unaweza ukawa unayapitia yakawa ni maandalizi ya safari ya kule unakokwenda. Kwa hiyo mara zote unapokabiliana na mambo mazito yameumiza moyo wako, unaumia, kuna vitu kadha wa kadha, usianguke na kufikia mahali ulipo tu ukafuta machozi, lakini simama, endelea kutangaza kama neno linavyosema. Haijalishi unayoyapitia leo, lakini utangaze kwa kinywa chako ya kwamba yuko Mungu anayebadilishaga mateso yanaweza kuwa mema, anaweza kubadilisha mambo mabaya, anaweza kubadilisha chuki na dharau, lakini ukafikia kwenye hatima yako iliyo bora. Maana ni Mungu anayetutendea hayo. Jamani, si tuko wengi duniani sasa hivi, tuna mitandao. Tumeona kuna tukio lilitokea, kama ni tukio baya, wala hatuna sababu ya kutaja majina, lakini kuna mtu alidhihakiwa sana, akanenwa vibaya kwamba ni mtumishi wa siku nyingi, hana hata usafiri na vitu kadha wa kadha. Lakini watu waliposikia hilo jambo likatokea, kama Mungu akatumia hilo, watu wakalidaka, watu wakachangishana na wakakabidhi usafiri mahali pazuri kabisa. Yule mtu baada ya dharau, yale mabaya yaliyonenwa na kudhihakiwa yamebadilika kuwa mema. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Ninakuombea Mungu akupe mtazamo chanya kwenye jambo lolote linalonenwa ambalo unaona ni kama vile linaharibu hali yako, na wala usitumie nguvu kubwa. Unapochafuliwa usitumie nguvu kubwa ya kujisafisha mwenyewe. Acha Bwana akusafishe. Wakati mwingine unapotamani kujisafisha mwenyewe, unaweza ukazidi kujiendelea kujichafua, lakini watu wanapokuchafua, wewe kaa vizuri. Yuko Bwana na anapotusafisha, hakuna mwanadamu anaweza kutuchafua tena. Hayo tunayaona kwa huyu Yusufu alipokuwa amenenwa, wakampelekea na baba yake habari mbaya, wakamwambia mwanao unayempendwa, ana ile kazi yake ni hii hapa, ameliwa na mnyama mkali, maana kanzu yake imejaa damu. Lakini ndio waliorejea kumwambia yule mwanao anaishi, na yale zile ndoto alizokuwa anaona ni mtu mkubwa sana kule Misri, maono yake yamefika. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
Sasa nataka tuende kwa huyu mtu wa pili kwenye kitabu cha Waamuzi. Hapo tutakaa na kuna vitu kadhaa tutaviangalia vizuri kwa kina. Ninapozungumza kwa habari ya somo hili na yuko Mungu anayegeuza mabaya kuwa mema. Kwenye kitabu cha Waamuzi tumesoma habari za mtu mmoja anayeitwa Yefta. Yefta habari yake inaanza kuwa mbaya kuanzia kwenye historia ya kuzaliwa. Maana maandiko yanasema alizaliwa na mwanamke kahaba. Hata jina la mama yake hatulijui. Jina la mama yake halitajwi, wala kabila la mama yake inatajwa tabia aliyokuwa nayo mama yake. Kwa hiyo historia ya Yefta ilikuwa inatosha kujiona basi. Lakini Yefta, maandiko yanasema pamoja na historia kuwa mbaya, Bwana aliweka kipawa cha ajabu. Alikuwa ni mtu hodari. Wakienda vitani, ni lazima kieleweke, wanapata ushindi kutokea kwenye mkono wa Yefta. Jamani, Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Baada ya huo ushindi, baba yake alioa mke halali wa ndoa na watoto wengine wakazaliwa ndani ya ndoa. Walipoendelea kukua na wanaposikia habari za Yefta kwamba akienda vitani huko ni mtu mwenye mkono hodari, familia ikaingiwa na oga. Wakajadiliana, wakaona sasa huyu mtu mwenyewe ana mkono usio wa kawaida, tukimwacha akue ndani ya nyumba hii atakuja kutuharibia urithi huyu. Wakakaa kama familia, wakazungumza naye, wakamwambia, wewe bwana, kwa kanuni na sheria wewe haustahili kurithi pamoja na sisi, kwa hiyo utafute mahali pa kwenda. Ndugu zake wakamfukuza, akaondoka. Anasema akatoka mahali alipokuwepo ili akaenda mji mmoja unaoitwa Tobi. Akiwa huko, anasema akakaa na watu mabarazuri, watu wabaya, akaishi maisha ya mateso. Mahali pengine unaposoma hao watu mabarazuri, anasema walikuwa ni watu waasi. Akakaa kwa muda wa kutosha, lakini wana wa Israeli wakafika mahali, kuna siku wakapanga vita, wakapigana na wana wa Amoni. Walipopigana, wakaona pengo la Yefta, yule mtoto wa mwanamke kahaba mwenye historia mbaya, anakumbukwa wakiwa katikati ya vita. Wakasema, kama tungelikuwa na Yefta hapa mambo yangeeleweka. Nikutie moyo, usidharau. Unaweza ukawa na kitu kidogo sana ambacho unaona huwa unafanya na watu wanakielewa. Hicho kitu kishikilie, kinaweza kubeba hatima ya maisha yako. Walipoyaona hayo, wazee wenyewe wakajikusanya, wakamfuata, wakaulizia, wakafika, wakakaa naye chini, wakamwambia, Bwana Yefta, sikiliza, sisi tunataka urudi, na sio unarudi tu, lakini tunataka urudi wewe kwa ajili ya mapambano tunayoendelea nayo kule na wana wa Amoni. Twende ukatusaidie, maana tulipokuwa na wewe tulielewa yaliyokuwa yanaendelea. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Yefta, historia yake, alizaliwa na mwanamke kahaba. Kwa hiyo ni historia ya aibu. Akakataliwa na ndugu zake, akafukuzwa nyumbani, akaondoka, akaishi maisha ya shida na watu wasiofaa, wasio na heshima. Lakini alikuwa hodari wa vita, alijua namna ya kutumia mikono yake, na alikuwa vitani hana lele mama, akajua namna ya kutumia kipawa alichonacho. Wazee wa Israeli wakaenda kumuomba. Sasa wakati wanafamilia walimfukuza, wakiona ni kama atakuja kutuletea ugaidi tu hapa nyumbani, kumbe wanafukuza kiongozi. Kuna wakati mwingine wanadamu wanachoona sicho Mungu anachoona, na ndio maana usikubali maneno ya wanadamu. Wanaweza kunena wanavyokuona wao, lakini hebu tazama Mungu anakuona kama nani, maana Mungu anavyotutazama ni tofauti na wanadamu wanavyotutazama. Wakamfukuza mtu ambaye hawakujua atakuwa bosi. Yaani wao wanaangalia habari ya urithi wa mji, kumbe mtu atapewa nchi. Akafukuzwa, akaondoka, akakataliwa vibaya. Natamani uelewe kwamba kukataliwa na watu sio mwisho wako. Ukikataliwa na watu, huo sio mwisho wako. Unaweza ukafukuzwa kazi, nataka nikwambie sio mwisho wako. Wakati mwingine unafukuzwa kazi, lakini kwa sababu wewe bado unaendelea kujiona unastahili kuwa mwajiliwa, wakati mbingu zinapokutazama zinaona wewe ni director. Wewe unaweza ukafungua kampuni, unaweza kuajiri watu wengine, maana mbingu zinavyoona ni tofauti na wanadamu wanavyotuona. Ukikataliwa na wanadamu, Mungu hajakukataa bado. Mwambie jirani yako, wanadamu wakikukataa, mbingu hazijakukataa. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
Mungu anaweza kufungua njia na kupata nafasi nyingine mahali ambako ulikataliwa. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu nikupe kidogo maana ya hili jina Yefta. Maana ya jina Yefta, hili jina ni jina la Kiebrania lenye maana kubwa sana, ambayo haswa kabisa maana yake kubwa anasema ni Mungu hufungua milango. Ndio maana ya jina Yefta kwa Kiebrania. Mungu hufungua nini? Wakati wanadamu wanafunga milango yao, yuko Mungu anayetufunguliaga milango ya mbinguni. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na nataka nikuambie, milango ya Mungu ni super. Milango ya Mungu ina heshima. Unajua kuna wakati mwingine ukifunguliwa milango na wanadamu, wanaweza wakaamua kuifunga tena. Lakini Mungu akitufungulia milango, yeye huwa anatamani twende utukufu, hata utukufu mwingine. Tamani ufunguliwe milango na mbingu kuliko na wanadamu. Lakini pia maana nyingine ya hili jina, maana yake Bwana atatoa nafasi. Kwa hiyo Mungu hufungua milango, lakini Mungu atatoa nafasi. Kwa hiyo linaashiria hili jina, maana yake pia jambo lingine ni kwamba fursa mpya baada ya kukataliwa zinaweza kutokea. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini pia unaweza kufunguliwa kutoka kwenye hali ngumu isiyoelezeka, isiyo ya kawaida. Lakini pia kiashiria kingine cha jina hili, maana yake kuinuliwa na Mungu licha ya historia mbaya. Wapendwa, hatutembei kwa historia ya zamani. Haijalishi historia yako inasema nini kwa habari ya maisha ulionayo, lakini nataka nikuambie kuna Mungu ambaye huwa anaweza kugeuza mabaya kuwa mema. Tumeona namna ambavyo Yusufu alitembea kwenye vipingamizi, akatembea kwenye vizuizi kadha wa kadha, akaingia shimoni, akauzwa utumwani, akaingia gerezani, akaingia kwenye mchakato kadha wa kadha, lakini mwisho wa siku alitokea gerezani akaingia ikulu. Jamani, Bwana asifiwe. Natamani nizungumze na mtu ambaye sielewi ni gereza la namna gani unapitia, lakini nataka nikuhakikishie hatima yako iko huko, mlango ulio wazi mbele yako. Jambo la msingi, hapana kukata tamaa. Haijalishi leo inasema nini, haijalishi hali halisi unayopitia leo, huko mlango mkubwa mbele yako ambao mbingu umezifungua. Unachopaswa kufanya ni wewe kuendelea kusimama kwenye kusudi na kutembea pamoja na Bwana. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa tunamuona Yefta kutoka kwenye kukataliwa, kutoka kwenye maumivu na mateso. Yaani watu wa familia walimfukuza wakitazama vitu vya familia. Halafu baadaye wanapata habari kwamba yule mliyemfukuzaga kwenu ameshakuwa ni mkuu wa nchi. Yule waliomfukuza baada ya muda wakajikuta, ili umuone ni lazima upitie protocol, ni lazima uelezewe namna ya kumuona. Walimfukuza kiongozi wao, wakati wanamuona ni kama muhalifu hivi, ni kama anaweza akaja kuleta uharibifu, lakini mbingu zinaona kwa umahiri alionao na uhodari, huyu ni kiongozi. Acha mbingu zitufungulia milango. Haijalishi mazingira na wanadamu wametuona ni watu wa namna gani, ziko mbingu zinazowatazama wanadamu, na huyo Mungu anajua tangu tulipozaliwa na mahali tulipo na kule tunakokwenda. Maana mkono wa Mungu ni mkono mkuu kuliko mikono ya wanadamu. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Akarejea kwa heshima, halafu akazungumza nao, akawaambia, hapana wazee, mmekuja lakini mnataka nirudi kwa namna gani? Unajua, ukiwa na maumivu na hisia usiambiwe tu halafu kaa vizuri pia, hata kama una maumivu, lakini zungumza na watu ili upate suluhu. Ni kama vile wakaingia naye mkataba, wakaapiana, wakaambia tunarudi, hautaendelea kuwa ni askari wa kawaida, unakwenda kuwa kichwa chetu, unakwenda kuwa kiongozi, chief commander. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Yaani kutokea aliyefukuzwa hatujui aliondokaje nyumbani, lakini maana yake kwa usawa wa nchi za sasa, maana yake alikuwa kutokea alikokuwa kwa msafara na maelewano ambayo wamezungumza, kutokea hapo aliposema ndio, alipaswa kurudi na msafara wenye vingora. Sijui tu vinaweza vikawa vingapi, lakini msafara ni lazima uheshimiwe. Huyu jamani ni chifu kamanda. Jamani, Bwana asifiwe. Akarejea, watu wanauliza jamani ni nani? Wanaambiwa ni yule ambaye mlimfukuza.
ndio wamerejea kivingine. Wanadamu wakitukataa, wapendwa, Mungu anatukaribisha kwake. Maandiko yanasema baba yangu na mama yangu walinikataa, lakini Bwana alinikaribisha kwake. Wanaweza wakakukataa, wanatajwa baba na mama kwa sababu ndio watu wa karibu. Yani wakikukataa hao, huwa unapata maumivu kama mwanadamu. Anazungumza, maandiko anasema baba yangu na mama yangu walinikataa, lakini Bwana alinikaribisha kwake. Nataka tuangalie mambo muhimu ya kujifunza kwenye somo hili. Jambo namba moja, Mungu anaweza kuwatumia hata waliojeruhiwa na kukataliwa. Nikutie moyo, ukikataliwa usikae mkao. Yani na wewe unaanza kutembea na mwendo wa mkatae. Yani na jina unajiita mimi ni mkatae mwenzenu, nimekataliwa. Unajitafutia na majina ya kujidogosha. Unapokataliwa endelea kulitazama neno linasema nini. Jamani, Bwana asifiwe. Usikae mahali ulipo na kujiita na majina mabaya mabaya ya wewe kutokuendelea mbele. Wenzako tulishagundua. Yani hata ukiwa ni wakati mgumu, watu wanasema zamani kuna watu walikuwaga wakifanyaje wanasusa. Siku hizi watu wamegundua hawafanyi hayo mambo. Na wewe nakutia moyo usifanye hivyo. Siku hizi hata kama mambo ni mabaya, watu huwa hawasusi hata chakula. Kuna watu wanalia huku wanakula. Kwa hiyo ukikataliwa usijikatae. Unakula ili upate nguvu za kujipanga. Mwangalie vizuri jirani yako. Mwambie ukikataliwa usijikatae. Jamani, Bwana asifiwe. Ukikataliwa wewe endelea kujikubali. Ukijeruhiwa unapanga mipango. Unaweka mambo vizuri, na useme mimi nafa, unaweka na mikono miwili kichwani. Hapana, hata watu wakikukataa, yuko Bwana aliyetukubali, na unapaswa kusimama kwenye neno, ukiendelea kuitazama hatima ambayo Mungu hajatuleta duniani kwa bahati mbaya, ametuleta kwa makusudi, na hayo makusudi anataka tuyatimize. Haijalishi kuna mambo mabaya unayoendelea kukabiliana nayo, nataka nikutie moyo, tunaye Mungu anayebadilisha mabaya, anaweza kuyafanya kuwa mema. Haijalishi unakopitia, inaweza kuwa ni ndoa yako, unaweza kuwa ni uchumi wako, inaweza kuwa ni hali ya familia na mambo kadha wa kadha unayopitia, yuko Mungu abadilie mabaya, anaweza kuyafanya kuwa mema. Aliyewatendea kina Yusufu, aliyewatendea kina Yefta, huyo ndiye Mungu tunayemwabudu CIT, tunayemwabudu Tanzania. Na ukiamini hilo, nataka nikuambie mambo yako hayawezi kubakia kuwa yalivyo, ni lazima yatabadilika. Yuko Mungu anayebadilisha mabaya kuwa mema. Usikae kwenye historia na mahali ambako unasema tu mimi ni wa hivi hivi. Unajipa na majina mengine ambayo hujawahi kupewa. Hapana. Hakikisha unaendelea kuwa na mtazamo chanya. Hata kama ulijeruhiwa, hata kama ulikabiliana na mambo mabaya, usibakie hapo mahali ulipo. Na leo ninapozungumza ujumbe huu, ninatamani ule mkono wa Roho Mtakatifu ugange majeraha yako, uguse mahali kokote ambako uliwahi kupitia mambo mazito, hata hautamani mtu mwingine umuelezee, lakini mbingu zimeliona hilo na Bwana anataka kukutendea kitu. Kwa hiyo kujeruhiwa ukiwa na majeraha sio mwisho wa safari. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Hayo majeraha ulionayo sio mwisho wa safari. Tunaona Yusufu alitoka gerezani na kwenda ikulu. Tunamuona Yefta anatoka kufukuzwa, anakwenda kuwa kiongozi. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu ninaona kuna mahali Mungu anampeleka, anatamani uelewe habari ya somo hili. Unajua wakati mwingine njia za Mungu huwa anatuonyeshaga mwisho tunapotakiwa kuwa, alafu atuonyeshe hapa katikati. Kwa sababu anajua angekuwa anatuonyesha hapa katikati, watu wengi wangekuwa wanasepa. Vijana wanasema. Anakuonyesha habari ya ukuu, halafu akuambii kwamba utaingia shimoni, kwamba utakataliwa na utakuwa gerezani. Daudi anaambiwa amepakwa mafuta atakuwa kiongozi, lakini hakujua kwamba baada ya muda wale waliomshangilia ndio watakao uwinda uhai wake. Kuna gharama ya kufikia hatima yako. Jamani, Bwana asifiwe. Iko gharama ya kufikia nini? Lakini jambo lingine muhimu, unapaswa kuelewa kwamba maumivu, mateso na kudharauliwa sio mwisho wa hatima yako. Unapaswa uelewe kwamba maumivu, mateso na kudharauliwa sio mwisho wa hatima yako. Wanadamu wanapofikia ukomo wa dharau na dhihaka zao, ndipo Mungu huwa anaandika ukurasa mpya. Unajua kuna baadhi ya kurasa kwenye maisha yetu, kuna wakati tungekuwa tunafungua kama kitabu, ziko baadhi ya kurasa ungekuwa unatamani uzichane.
ungekuwa unatamani uzichome moto, maana hazifurahishi, zimejaa mateso na machozi mengi, lakini pia ni sehemu ya historia na ni sehemu ya kurasa ya kitabu cha maisha yako. Na wakati mwingine unapoziona zinaweza kuwa zinakupa kumbukumbu ya namna ya kutembea kwa nidhamu na kuwaheshimu watu wengine. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo pia usikubali kuchana kurasa zako za maisha ambayo mengine yalikuwa ni ya machozi. Na sio wewe tu, unajua kwenye maandiko watu wengi waliwahi kupitia, wengine wakalaani hata siku waliozaliwa. Kwa hiyo maumivu, mateso na kudharauliwa sio mwisho wa maisha yako. Lakini jambo lingine muhimu unapaswa kuelewa, Mungu tunayemwabudu ana uwezo wa kugeuza mwelekeo. Yaani huyu Mungu tunayemwabudu, wapendwa, ana uwezo wa kugeuza nini? Mwelekeo. Yaani usije ukasema hapa nilipo mimi jamani basi na mikono ukaishika kichwani ukasema mimi ni wa hivi hivi. Ukili wako ni wa muhimu sana. Mungu anaweza kugeuza mwelekeo. Yaani Mungu ni bingwa wa kugeuza mwelekeo. Anaweza kugeuza mwelekeo kwa maana ya kwamba anaweza kuyageuza mabaya yakawa mema. Anaweza kugeuza aibu ikawa heshima. Anaweza kubadilisha kukataliwa kukawa ni kukubaliwa. Anaweza kubadilisha. Huyu Mungu, wapendwa, huwa ni Mungu anayeweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yetu. Anaweza badilisha mwelekeo wa ndoa yako ambayo unasema nimeoa kwenye ukoo korofi, nimeoa kwenye kabila korofi. Huyu Mungu hashindwi kubadilisha mwelekeo. Anachotaka umwamini. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Anaweza kubadilisha kutoka kuwa mtu uliyefukuzwa halafu ukawa wa kukimbiliwa. Jamani, si unaona namna inavyokuwa raha hiyo? Tunamuona Yefta kutoka kufukuzwa halafu anakaa na watu wa hovyo hovyo tu, lakini kumbe alikuwa anaandaliwa. Maana na huko nako anasema wale watu walimuandama, alikuwa ni kama kiongozi wao, kumbe akawa yuko darasani. Madarasa ya Mungu ni tofauti sana na madarasa ya wanadamu. Vidato vya Mungu ni tofauti na vidato vya Mungu vya wanadamu. Jamani, Bwana asifiwe. Chuo cha Mungu ambacho anaweza akatupitisha ni tofauti kabisa na wanadamu. Mungu huwa anafanya kwa namna ya tofauti. Kwa hiyo tunaye Mungu anayeweza kubadilisha mwelekeo, kukutoa kwenye maumivu, akakupa uwezesho wa kupona. Na Mungu sio yaani Mungu sio Mungu wa kutufanya tu tuchechemee kwamba kidogo. Mungu anapoleta suluhu, analeta suluhu ambayo ni permanent, ni ya kudumu kwenye maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini jambo lingine muhimu kwenye haya mambo muhimu tunayojifunza, usikubali historia ya watu iandike kwa habari ya hatima ya maisha yako. Usikubali historia ya watu wanavyokujua iandike hatima ya maisha yako. Nataka niwaambie wapendwa, na ndio maana huwa ninawaambia watu kila siku, hata tunapokaa na watu, kaa na watu kwa nidhamu. Yaani mtu unaweza ukakaa naye leo ni binti yako wa kazi nyumbani ndani, lakini hatima ya huyo binti hujui atakuwa nani. Tukae na watu vizuri. Lakini usikubali historia ya watu wanasema yule tunamjua yuko hivi. Unajua kuna watu mbaya zaidi wanaweza kuwa na maelezo ya mtu mpaka nawe mwenyewe ukajiuliza huyu anayezungumziwa ni mimi au yaani wakakuelezea kana kwamba wanakujua kuliko hata unavyojijua wewe mwenyewe. Sasa usikubali historia watu waliokuandikia na vile ambavyo wamekuweka. Tunamwona Yusufu, ndugu zake walimpa na majina wakamwita Bwana Ndoto. Yaani alikuwa anapita hivi hajui, anawapelekea na chakula wale. Lakini anasema Bwana Ndoto yule anakuja. Watu wanaweza wakatupa na majina. Watu huwa wanaweza wakakupa na jina na mwenyewe ukisikia linakuuma. Mwingine anaweza kapita mapito hata nguo za kuvaa hana, alafu watu wakasema umemuona yule kaukani kuvae. Yaani badala ya kukuhurumia wanakuita na majina. Wanaita jina la shida yako. Kuna namna wanatumia shida yako kama dhihaka na dharau. Lakini yuko Mungu anayegeuza mabaya kuwa mema. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Hilo ndio jambo ninalolipenda kwa huyu Mungu ambaye hana upendeleo wa makabila wala wa mataifa
huwa anafanya kinyume na wanadamu, huwa anageuzaga mambo mabaya anayabadilisha yanakuwa mema. Aliweza kubadilisha matanga yakawa furaha. Huyu Yesu wapendwa, ni Yesu anayebadilishaga mambo. Aliwahi kukutana siku moja na mwanamke mmoja, watu wamekaa vikao, wanakwenda kumzika marehemu. Mtoto wake analia, alikuwa anampenda. Unaposoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 7, anasema yule kijana wa Naini wakati anakwenda kuzikwa, watu walifanya walioyafanya, waliweka vikao, wamechimba na kaburi, wakafanya na yote yanayotakiwa kufanywa. Msafara ukaanza. Wakati watu wanakwenda makaburini, ghafla wanakutana na mwanaume wa wanaume, halafu akasimamisha msafara. Unajua sio rahisi kusimamisha msafara wa msiba, na unajua misibani kuna mchanganyiko wa watu wote. Yamkini kuna wengine walikuwa wameanza kutukana kwamba huyo ni nani anayetuchelewesha, na wengine tuna safari, tumekuja tuzike haraka tuondoke. Wakasema walioyasema, lakini Yesu akasimamisha msafara. Natamani Yesu mchana wa leo asimamishe msafara wa majonzi yako, asimamishe msafara wa maumivu yako, asimamishe msafara wa kila aina ya mateso na mambo mabaya uliyoyapitia, lakini Bwana akuinue na kukupeleka mahali ambako utasahau uliyowahi kuyapitia. Aliposimamisha msafara akasema ni nani? Anasema alipomtazama yule mama alipokuwa analia akamhurumia. Unajua, nataka niwaambie watu, kuna watu ambao hata watu wakiwa msibani, wengine akilia wanasema naye anajifanya analia sana. Asipolia anasema mtu mwenyewe halii, macho tu ni mekundu. Wanadamu wana maneno ya kuendelea kuumiza, lakini liko neno la Bwana tunapolisikia linaweza kuponya maisha yetu. Yuko Mungu anayebadilisha mabaya kuwa mema. Mwambie jirani yako, kuna Mungu anayebadilisha. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Tunamtumikia Mungu anayebadilisha. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa huyu Mungu anayebadilisha, wapendwa, ndiye Mungu ambaye unaweza ukadhani unakawia kwa hayo unayoyapitia, lakini anaendelea kutengeneza njia. Na Mungu ana tabia moja ambayo pia kwenye kila wakati unaopitia anatamani upate darasa lililokamilika, usiruke darasa. Mungu hana zile tabia za walimu wa zamani. Walikuwa wanasema huyu mtoto anaufahamu sana huyu, wanaweza wakamvusha darasa. Mungu hapendi kuwavusha watu madarasa. Anataka tukae darasani, na tunapomaliza darasa tuwe na yale mambo ya msingi ambayo kwayo ametamani tujifunze na tuweze kuyapata yote. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Yefta baada ya kutoka mahali ambako alipitia mambo mengi mno mabaya yenye kuumiza, ya kukataliwa. Unajua ni bora mtu ukikataliwa mbali, lakini mtu amekataliwa na familia, watu wa nyumbani mwake, kibinadamu inagusa, lakini Mungu akamwonea huruma, akamrejesha kivingine. Yaani akamrejesha kwenye fahari ambayo sio fahari ya familia. Akampeleka mahali ambako akajua kwamba hapa mahali yani yeye atakuwa sio yeye anayewatafuta watu, watu watamtafuta yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamtumikia Mungu, watu wanapotukataa anatengeneza njia ya watu, sio tuwatafute watu, watu watatutafuta sisi, kwa sababu ya yale mambo makubwa ambayo mbingu zimeruhusu. Na Bwana anataka aone yale mambo makubwa ambayo ameyafanya kwa watu wake, na ile neema aliyoiachilia tusiendelee kutembea kinyonge. Na ndio maana huwa ninawaambia watu, hauna sababu ya kujitetea, hauna sababu ya kujisafisha mwenyewe. Mtetezi wetu yuko hai. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Lakini jambo lingine muhimu sana, elewa kwamba maumivu na mateso yako yanaweza kuwa ni maandalizi ya safari ya hatima yako. Maumivu na mateso yako ambayo unaweza kuyapitia leo yanaweza kuwa ni kwa sababu ya maandalizi ya safari ya hatima yako. Unajua kuna baadhi ya watu wanaweza wakasimama wakiongea tu vile vitu ambavyo wamepitia. Unajua mtu anayezungumza theory na mtu anayeongelea practical, hawa watu ni watu wawili tofauti. Kuna mguso usio wa kawaida kwa mtu anayezungumza vitu alivyovipitia na alivuka upande wa pili.
Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo maumivu na mateso tunayoweza kuyapitia yanaweza kuwa ni maandalizi ya hatima yetu. Lakini jambo lingine muhimu sana, Mungu huwa anatumia nitumie hili neno, watu waliokataliwa kufanya mambo makubwa. Yaani Mungu huwa anatumia rejected people kuwa great assignments. Anaweza kuwatumia watu waliokataliwa na watu kwenda kukamilisha mpango mkuu wa Mungu. Na huo ndio uzuri wa Mungu. Unajua, kama Mungu angekuwa anaangalia historia, kuna baadhi ya watu tusingekuwepo hata tunasimama kusema neno. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Unamuona Mungu asivyo na upendeleo. Yule mama, pamoja na kwamba Yefta mama yake alikuwa ni kahaba na jina lake hatulijui, tulijua tabia yake, lakini kumbe huyo aliyezaliwa na kahaba alikuwa ni miongoni mwa watu hodari ambao anakuja kuwa mkombozi wa taifa. Anasimama kama kiongozi. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana usiangalie watu hivi na ukawaangalia kwa mazingira na wakati wao, halafu ukawatathmini na kukomea vile unavyowaona leo. Utakuwa umekosea. Mungu anawatumia watu waliokataliwa kwa watu wanaokwenda kutimiza mambo makubwa. Na tukilijua hili, ndio maana tunapaswa kuishi kwa heshima mno. Yaani tukiwa watumishi wa Mungu tunapaswa kuishi kwa adabu. Uwe ni kiongozi wa serikali, unapaswa kuishi kwa heshima, kwa sababu watu hawa unaowaona never hawawezi kubakia kama walivyo. Unaweza ukamtendea mtu jambo kwa sababu ya leo alivyo, halafu baada ya muda mambo yanaweza kubadilika. Tumeyaona hayo. Na tunao ushahidi wa kiBiblia pia. Tunaona maandiko, watu wengine ambao waliwahi kutengeneza fitina na wengine wakachonga na miti ya kuwatundikia wenzao, halafu walijikuta wametundikwa wao juu ya hiyo miti. Kaa vizuri na watu. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na sisi ndio maana maandiko yanatudai vizuri sana. Yanataka tulie na wanaolia na tufurahi na wanao furahi. Kwa nini? Kwa sababu mambo hubadilika. Hayo unaweza kuwa unapitia leo, unajua ni kama yanaweza kuwa ni kama misimu ilivyo. Huu ni msimu wa mvua, kuna msimu mwingine ni wa kiangazi, kuna wakati wa kipupwe. Maisha ya wanadamu yanapita kwenye misimu mbalimbali. Tunapaswa kujua Mungu anaweza kuwatumia hata watu waliokataliwa kubadilisha historia. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Unapaswa kuelewa, ukikataliwa na watu, nimekuambia usijikatae. Usijihukumu na kukata tamaa kwa sababu ya maisha yako yaliyowahi kupita au unayoyapitia leo. Usijikatae ukasema mimi basi natosha. Unajua kuna kiwango cha mtu kata tamaa, na hao watu wengine walikuwa ni watu wa Mungu wakubwa, lakini walifika mahali pa kuchoka na kukata tamaa. Na kuombea Mungu akupe neema usikate tamaa. Hata kama unapitia mambo magumu kiwango gani, hata kama umejeruhiwa kiwango gani. Na kuna wakati mwingine ukiona uwezi hata ongea, usije ukakufuru. Mwambie Bwana tu, niko hapa, unaujua moyo wangu, ninaomba unisaidie. Lakini jambo lingine ambalo unapaswa kujua, Mungu bado anaweza kugeuza kila kilichoonekana kibaya kuwa ushuhuda. Mungu huyu tunayemwabudu anaweza badilisha kila kilichoonekana kibaya kuwa ushuhuda. Jamani, Bwana asifiwe. Huyu Mungu tunayemwabudu anaweza. Huyu Mungu huwa haishii kwenye maumivu yetu, bali huanza kazi anapoona tumefika ukomo na tumechoka kama wanadamu, ndipo anapoanza kufanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu huwa haishii kwenye maumivu. Mungu huwa haishii anapoona tumeumia mioyo tu. Na ndio maana napenda sana neno lake. Anazungumza vizuri kwenye Mithali. Anasema moyoni mwa mtu kuna hila nyingi, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Moyoni mwa watu kunaweza kuwa kumejaa hila, tena watu wenyewe sio wa mbali. Watu wenyewe wanaweza kuwa wa familia. Watu wenyewe wanaweza wakawa uliowategemea wakutie moyo, wakatengeneza fitina, wakatengeneza chuki, wakaumiza na moyo wako. Usiseme mimi inatosha basi. Uko Mungu anayebadilisha mambo mabaya kuwa mema. Unapaswa usiishi pia na visasi. Tunajifunza kwa Yusufu alipowaona ndugu zake. Unajua maandiko, ukisoma hiyo sura ukirudi nyuma kidogo, unaona alipowatambua, aliondoka kwanza akaenda mahali akalia kama mwanadamu.
ili wasimuone. Ameumia moyo, hisia zake ziliguswa, anawaona hawa ndio walinitumbukiza shimoni, ndugu zangu ndio hawa. Lakini hicho kipindi mpaka yani hawaelewi, anauliza maswali kwamba labda watamgundua. Miaka imekatika na mtu amebadilika. Kuna wakati ni kama wanaweza wakawa wanamfananisha hivi. Na mpaka ushuhuda, nimewahi kufanya kazi kwa mama mmoja, miaka mingi ikakatika, na mimi nikawa nimeondoka. Nilikuwa kijana wa dukani, nauza duka. Miaka ilipokatika, Bwana kanipa neema, nikafika mahali niko nafanya kazi. Siku anakuja, mimi namsalimia, namtaja kwa jina lake, yeye ananiambia hebu nikumbushe wewe ni nani? Lakini kumbe alikuwa ni yule kijana aliyekuwa mfanyakazi wake wa dukani. Wapendwa, kuna Mungu anayeweza kubadilisha mabaya kuwa mema, na ni Mungu anayeweza kubadilisha historia. Haijalishi mambo tunayopitia, haijalishi mambo yaliyoumiza mioyo yetu, haijalishi gharama tuliyopitia, lakini pamoja na mambo hayo yote kuna Mungu anayeweza kubadilisha historia. Hebu simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Ninatamani twende kuomba, na natamani kwa haraka kabisa, karibu Debora, tuwe tunaimba wimbo wa kuabudu hapa. Na wakati tunaimba huo wimbo wa kuabudu, niombe kama kuna mtu ambaye unasema hili neno mchungaji unapohubiri ni neno langu. Lakini najua pia kuna wengine ambao hawako hapa, liko kanisa kubwa pia linatufuatilia kupitia channel hii ya NYTV. Mahali ulipo unaweza kuwa umesikia ujumbe huu pia, na wewe unahitaji maombi. Walioko hapa naomba tusogee mbele. Unasema kwa kweli kuna mambo yamewahi kuniumiza, kuna mambo nimewahi kupitia, na moyo wangu huwa unachoka, hauwezi kuachilia. Hata unavyozungumza mchungaji, kuna maumivu niko nayo, lakini basi kama yuko huyo Mungu ambaye anaweza kubadilisha mabaya kuwa mema, na mimi natamani mabaya haya, natamani maumivu haya ninayoyapitia, mkono wa Mungu uniguse. Bwana, nipe hatua nyingine. Huyo mtu wa namna hiyo naomba ukimbie hapa mbele. Natamani tuite jina la Bwana, tumuombe Mungu. Unasema mkono wa Bwana, natamani unitendee kitu kipya. Yamkini unalo pito, unalo jambo ambalo unasema akili zangu haziwezi mwenyewe, sitaweza kuvuka mahali hapa. Unayo mambo ambayo unatamani mkono wa Bwana ukutendee. Unatamani mbingu zifunguke ili Bwana akupe nafasi nyingine. Natamani kuomba na mtu wa jinsi hiyo, ukimbie hapa mbele ili tuliite jina la Bwana. Unasema kuna mambo nimepitia bila mkono wa Bwana. Kwa akili zangu mwenyewe siwezi, kwa akili zangu mwenyewe siwezi kuvuka upande wa pili, lakini ninaamini kwa mkono wa Bwana aliyewahi kubadilisha mambo waliopitia kina Yusufu. Lakini baada ya muda Bwana aliachilia neema, wakaweza kufika kwenye hatima zao. Huyo Mungu aliyewatendea kina Yefta, waliofukuzwa kwenye majumba yao, waliumia kwa mateso makali, mioyo yao ilikuwa na maumivu, lakini Bwana alitokea na akaweza kufanya njia. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. Pamoja na watu walioko hapa, nataka mkono wa Bwana ukutane na watu wengine wanaotufuatilia kwa NYTV. Hapo mahali uliko, unaweza weka mkono wako mmoja wa kushoto kifuani, halafu mmoja nyosha juu, na kanisa zima tunyoshe mikono yetu. Hebu tuseme maneno haya, halafu nitamke neno kwa ajili ya maombezi kwa ajili yako. Sema Bwana Yesu. Mkono mmoja nyosha juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa neema yako, kwa kusema nami. Asante mfalme wa amani. Asante mfalme wa amani. Neema yako iguse utu wangu wa ndani, kila aina ya majeraha. Roho Mtakatifu, naomba unigange kila aina ya maumivu niliyowahi kukabiliana nayo. Roho Mtakatifu, ganga maumivu yangu, tenda kwa mkono wako. Niko tayari, nimepokea ujumbe wa neno lako. Gusa roho yangu, gusa moyo wangu, gusa kila maumivu kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Hebu ulioko kule nyuma, unaweza ukaendelea kuomba ukiwa unanyoosha mkono wako hapa mbele. Na wakati huo, wazee wa kanisa, naomba tuendelee kuomba pamoja na wahudumu, pamoja na watu hao mbele, pamoja na Pastor Vicky. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunabariki jina lako tena Bwana kwa ajili ya mchana huu wa baraka. Watoto wako wamesikia ujumbe wa neno lako. Kila aina ya mateso, kila aina ya maumivu, Baba unayeweza badilisha mabaya kuwa mema,
ninatamka neema ya kipekee sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yehova mwenye uwezo na nguvu, kutana na watoto wako, yatazame mateso yao kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatangaza neema hata kule nyuma. Omba, huu ni wakati wa maombi. Ita jina la Bwana kanisa. Hatuwezi kupona bila maombi. Mwambie Bwana, niko hapa. Badilisha kila aina ya mabaya, badilisha kila aina ya uonevu. Wengine yanaweza kuwa magonjwa, wengine yanaweza kuwa mambo ya namna yoyote ambayo yamekuwa kizuizi kwa ajili ya maisha yako. Kwa jina la Yesu aliye hai, pokea neema, pokea kufunguliwa, pokea mwanzo mpya katika jina la Yesu. Kila aina ya mateso hayana mamlaka juu ya maisha yako. Kila aina yaliyoonea maisha yako hayana mamlaka katika jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza neema, natangaza milango mipya ikaweze kufunguka. Raba yakatabo raba baba baba oriabakanarabo, yoyote yaliyofikiria maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai, pokea milango mipya. Oh Bwana, tumeona maana ya kina Yefta katika jina la Yesu aliye hai, ya kwamba Bwana, jina Yefta maana yake ni milango mipya kufunguka, maana yake ni fursa mpya. Ninatamka fursa mpya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatamka milango mipya, kila aina ya uonevu kwa jina la Yesu aliye hai. Haraba yakabo kwa jina la Yesu, kila mipango ya adui, kila aina ya mapando asiyoyapanda Baba, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai, pokea, pokea kwa jina la Yesu, pokea neema mpya, pokea kwa jina la Yesu. Raba yakatabo raba baba baba kambo, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yehova mwenye uweza, Yehova mwenye neema, Yehova mwenye mamlaka, kwa jina lako Bwana mabwana Yesu tunakubariki. Hebu wakati utamka neno, kanisa zima tamka neno, tukiwa kwenye Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 4, mwambie Bwana, niko hapa, natamani neema yako, natamani milango mipya. Tunapomaliza mwezi wa 4 uwepo na milango mipya. Bwana afungue milango mipya. Hebu simama na kuomba wewe, endelea kuita jina la Bwana. Nataka nikuambia, ukishindwa kuomba umeshindwa vita. Ukishindwa kuomba umeshindwa vita. Ita jina la Bwana. Mwambie Bwana, tunapomaliza mwezi huu wa 4 na kuingia mwezi wa 5, milango mipya ikafunguke, fursa mpya zikafunguke, neema yako ikaonekana sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Ora seketere bashakatara babu rima sekeria kando robosika. Endelea kumwadhimisha Bwana. Mwambie Bwana, nitangulie ninapomaliza wiki hili na kumalizia mwezi wa 4. Tamka baraka za Bwana juu ya mwezi wako wa 5. Mwambie Bwana, fursa mpya zikafunguke juu ya mwezi wako wa 5. Mwezi wa 5 ukakupokea na kukukubali katika jina la Yesu. Mwezi wa 5 ukakupe ushirikiano katika jina la Yesu. Reketere bosha Rikobo sakata ramasika, riabo shakata rama.